Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutakwenda kuanza shule ya wanafunzi na ningependa ushike Biblia yako. Amina. Basi ngoja nimshukuru Mungu alafu tuendelee. Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uweza na nguvu zako. Jina lako Mungu ni kuu sana. Tunasema asante kwa ajili ya ibada ya kwanza ambayo Mungu umetukumbusha kwamba wewe ni Ebeneza ambaye unatusaidia wakati wote Bwana. Hata sasa Mungu tutakwenda kukamilisha mwaka mmoja tangu kuanza kwa huduma hii. Bwana tunasema wewe ni Ebeneza kwa kuwa Mungu umekuwa pamoja nasi. Hata tulipokuwa hatujui cha kufanya, Mungu ulitupa akili ya kufanya na Roho yako Mtakatifu alituongoza. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya hata asubuhi hii tunakwenda kuanza shule ya wanafunzi. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya muda huu ambao umetupatia ili tupate kujifunza neno lako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni muweza wa yote, mfalme na Bwana wa majeshi, uko tayari kwa ajili ya kutuhudumia. Tunamkaribisha Roho Mtakatifu apate kuwa pamoja nasi, atuhudumie Bwana wa majeshi, atufundishe neno lako katika jina la Yesu Kristo. Na naomba Bwana unitumie kama chombo tu Bwana wa majeshi kwa ajili ya kunena yale ambayo Mungu umeyakusudia katika siku ya leo Bwana. Utukufu na wewe Bwana, heshima na nguvu na mamlaka ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina. Amen. Basi leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya kusulubiwa kwa Yesu. Mathayo sura ya 27. Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 56. Naona hapo masomo maandishi yalivyo mengi. Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 56. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, na alikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasani sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda kujinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima. Wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa siku kuu, liwali desturi yake wafungulia makutano wote wakajibu akasema,
damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari na waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima. Amen. Haya, mwingine 28 mpaka 41. Wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkrebi jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Wakajifika mahali walipofika mahali palipoitwa Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kusulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kula, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawana nguo zangu kati yao, na juu yangu na juu vazi langu walipiga kula. Wakaketi, wakamlinda, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, Huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, Ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakadhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani. Sasa tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amwokoe sasa kama anamtaka. Kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu.
Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalene na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Bwana Yesu asifiwe. Tumechukua muda kwa ajili ya kusoma maandiko yote haya ili kupata ule muktadha wa habari hii yote ya kusulubiwa kwa Yesu. Hapa ameandika kusulubiwa, lakini kwenye tafsiri ya Biblia inasema ni kusulibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona baadaye Kiswahili kaja wakatoa, lakini kusulibiwa kwa Yesu. Sasa tukiangalia hapa tunajifunza ni kama vile tunajikumbusha Pasaka hapa kidogo kwamba Yesu alisulibiwa, na kusulibiwa kwake kulikuwa kuna mchakato fulani ambao ulifuatia yeye kusulibiwa. Juma lililopita tuliangalia kwa habari ya lile baraza liliokaa pamoja na Yesu alivyokanwa, pamoja na ile baraza la Sanhedrin lilivyokaa kumshtaki Yesu. Sasa tukianza kuanzia pale mwanzo, Yesu alivyoingia Yerusalemu, aliingia kwa shangwe na wakampokea kwa shangwe kubwa, na kukawa kuna kelele nyingi mpaka wakasema kuna kitu gani kimetokea. Wakajua kwamba ni Yesu, mtu mashuhuri, ameingia Yerusalemu. Na katika kutafuta namna ya kuweza kumuua Yesu, ilikuwa ni kwamba lazima watafute njia ambayo itahalalisha kifo chake, na kwa sababu walikuwa hawana sababu yote ya msingi ya kuweza kumtia Yesu hatiani, lakini tayari ilishaandikwa kwamba Yesu lazima afe kwa ajili ya dhambi zetu, lakini kifo chake lazima afe sio kwa sababu kuna hatia fulani ambayo anayo. Hakuwa na hatia yoyote. Kwa hiyo angalia ugumu uliokuwepo hapo kwamba huyu mtu hana hatia yoyote lakini ni lazima afe. Hana hatia yoyote lakini ni lazima afe. Kwa hiyo ndio maana wale walichokuwa nakifanya, wameweka vikao vya usiku kinyume na utaratibu. Yote hiyo inakuonyesha kwamba namna gani ambavyo ilitakiwa, yani inatafutwa kila njia ya kujaribu kummaliza, kwa sababu hivyo vikao vingefanyika mchana vingeshindwa. Wakajaribu kutengeneza mashahidi kujaribu kumfanya Yesu awe na hatia. Wakakuta kwamba haiwezekani. Inua mashahidi wengi, lakini bado maneno yao wakijaribu kuchukua maneno ya huyu na huyu na huyu, mashahidi maneno hayaoani. Kwamba ilipaswa mashahidi akizungumza shahidi wa kwanza, shahidi wa pili na shahidi wa tatu, basi ushahidi upate kukamilika, kwa sababu ndivyo ilivyoamuru Torati kwamba mtu hawezi kuhukumiwa isipokuwa kwa mashahidi wawili watatu, na ushahidi wao lazima uwe nini? Usiwe na shaka, kwa sababu hapa tunazungumzia uhai wa mtu. Kwa hiyo walipoona ushahidi wao haufanyeje, hauna mashiko, wakajaribu kumpeleka sasa kwa nani? Kwa Pilato. Maana yake ni kwa nini wanampeleka kwa Pilato? Jambo la kwanza, wao walikuwa hawana mamlaka ya kumhukumu mtu kifo au mauti. Walikuwa hawana mamlaka. Ndio muhimu sasa pia wa mamlaka zilizopo. Mamlaka iliyokuwepo ni ya Kirumi. Ilikuwa ndio ni mamlaka ya kikoloni, lakini pamoja kuwa ni mamlaka ya kikoloni, bado mamlaka ya kumuua mtu yalikuwa bado yamewekwa kwa utaratibu maalum, baada ya mtu kusikilizwa kupitia mchakato wa kimahakama. Mtu akasikilizwa, akaleta mashahidi na kadhalika, alafu ndipo anapohukumiwa. Unaona? Hata Baraba mwenyewe, ukiona hapo Baraba alikuja kutolewa, Baraba aliona alikuwa kizuizini. Amekuja kutolewa pale kwa sababu gani? Walipomkamata Baraba, na Baraba alikuwa ni muasi. Kwa story ambayo inaonekana alikuwa ni muasi. Lakini pamoja na kwamba Baraba alikuwa ni muasi, kafanya mambo mengi ya jinai, bado walikuwa na uwezo wa kumkamata Baraba na sio kumuua pale pale, wakamweka kizuizini kwanza. Hiyo inakuonyesha kwamba kulikuwa kuna utaratibu ulikuwa unafanyaje, unafuatwa kwanza. Lakini inapokuja kwa swala la Bwana wetu Yesu, huo utaratibu ulikuwa haukufuatwa kabisa. Kwa hiyo wanajaribu kumpeleka kwa nani sasa? Kwa Pilato.
ili sasa kumchonganisha Yesu na serikali ya Kirumi, wakijua sasa kwamba Warumi walikuwa wako makini na serikali yao. Kwa hiyo wakisikia mtu ameiasi serikali yao, wakisikia mtu analeta maneno kuhusu serikali yao, basi mara moja watachukua hatua. Lakini wakampelekea Pilato. Jambo la kwanza kabisa, mke wa Pilato anamwambia, tafadhali, nimeteswa mambo mengi kwenye ndoto kuhusu huyo mtu, hana hatia. Unaona, hana hatia huyo mtu, usiwe na neno juu yake. Maana yake ni kwamba mke wake alikuwa anamwambia, jihadhari, chonde, jihadhari na huyo mtu, usije ukafanyaje ukamhukumu hana hatia. Bado tena inakuonyesha kwamba nini? Kwamba bado mtu mwenye hatia ndiye alikuwa anahukumiwa. Kwa hiyo lazima utafute hatia ya huyu mtu ili umtie kwenye nini? Kwenye hukumu. Kwa hiyo Pilato anaanza kuambia kabisa kwamba bwana, hana hatia huyu mtu, na nimeteswa mambo mengi kwenye ndoto kwa habari ya huyu mtu. Pilato anakwenda hapa, tukisoma kwenye kitabu chetu anasema akaanza kuzungumza naye. Kwa kadiri alipokuwa akizungumza naye, akagundua kwamba hakuna kosa la kumfanya Yesu afe. Unaona, hakuna kosa la kumfanya Yesu afe alipokuwa akiendelea kuzungumza naye. Na alichokifanya sasa baadaye ni kwamba unaona kwamba alikuja akaitisha bakuli la maji, akanawa na akamwambia, mimi sina hatia juu ya mtu huyu. Lakini kabla ya kufika hapo ni nini? Ni kwamba wale wazee wa makuhani, wale makuhani na wazee wao na wengine wote, walichokifanya ni kwamba walivyoona kwamba Pilato ana mwelekeo wa kutaka kumwachilia Yesu, wakawashurutisha makutano ili waseme kwamba Yesu asulubiwe. Kwa hiyo Pilato ni kama vile sasa Yesu mfanya maamuzi, lakini makutano kwa kushurutishwa na wazee na makuhani waka sauti moja, asulubiwe, ikawa ni ghasia. Kwa sababu walikuwa wamekutanika na wako ni wengi, wanasubiria hukumu itoke. Kwa hiyo wao wakalazimisha hukumu ambao wanaitaka wao, na kimsingi sio hukumu wanayoitaka wao, bali ni hukumu ambao walikuwa wanataka wazee na wale makuhani. Kwa hiyo walichokufanya wale wazee ni kwamba jamani, asulubiwe, jamani auawe, asulubiwe, damu yake itakuwa juu yetu na nini. Ni wale watu ambao walifanyaje, wakawa instigated na wale wazee wa makuhani. Nikurudisha nyuma kidogo. Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu, aliingia kwa shangwe, si ndio? Wakasema, hosana mwana wa Daudi, si ndio? Wakaweka kanga zao chini na ile mitende, wakamshangilia, si ndio? Lakini makutano hawa leo hii hapa wanaambiwa nini? Asulubiwe. Ni watu wale ambao walisema huyu ni hosana mwana wa Daudi. Ni makutano hayo ambao walimpokea Yesu kwa shangwe. Leo hii dakika moja mbele wameshaweza kugeuzwa moyo kwamba Yesu afanyeje? Yesu asulubiwe. Yesu asifiwe sana. Sasa tunapotafakari kusulubiwa kwa Yesu, kikubwa tunachokiangalia pia tuangalie, je, mateso aliyopitia Yesu maana yake ni nini? Msingi wake ni nini? Yaani jambo gani la maana ambalo sisi tunataka kujifunza kutoka kwenye hili? Kwa sababu mara nyingi kwa tunakaa, Yesu alisulubiwa, akafa, siku ya tatu akafufuka, basi akatuthibitishia ule wokovu. Lakini kwani Yesu angeza tu akafa bila kusulubiwa? Si ndio? Angeza tu akafa bila kusulubiwa. Kwa nini apitie yote haya? Apitie kusingiziwa, apitie kutukanwa, apitie kudhalilishwa, apitie mateso yote haya. Kwa nini? Yaani kifo, si ndio? Kifo kiko pale. Kwa nini apitie yote haya? Yaani hilo ndio swali la msingi la kujiuliza, ambalo ndio msingi wa somo tujifunze leo, kwamba kwa nini Yesu achukue taabu yote. Yesu alikuwa ni mtu wa kutembea, sawa? Na hapa alikuwa na miaka yake 33 hivi na nusu. Alikuwa ni mtu energetic, alikuwa ni young adult. Kwa alikuwa ni mtu mzima, mtu kijana ambaye alikuwa na nguvu. Alikuwa anatembea vijiji mpaka kijiji, si ndio? Kuhubiri injili.
Alipoingia Yerusalemu ndo alichukua yule mwanapunda, lakini alikuwa ni mtu wa kutembea, mtu wa nyika. Kwa hiyo kwa maneno mengine, Yesu alikuwa ni mtu mwenye afya njema. Hakuwa mtu mwenye tatizo lolote kiafya, kwa sababu alikuwa pia ni mtu wa mazoezi. Naelewa Kuna point nataka nitengeneza tuende pamoja. Kwa sababu alikuwa anatembea kijiji kimoja mpaka kijiji kingine. Kaenda huko, kaenda kule, kaenda kule, kaenda kule, kaenda kule, kaenda kaingia huko, kaenda huko. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye afya, jambo la kwanza. Jambo la pili, Yesu alikufa ndani ya masaa machache. Wanasema kwamba mtu alipokuwa akisulubiwa pale msalabani mpaka aje afe, wengine wakimtundika pale msalabani mpaka aje afe, ilikuwa inapita kama siku tatu siku nne. Wanasema hivyo kwa research walizofanya kwamba siku tatu siku nne, yaani huko pale msalabani anakaa siku tatu mpaka siku nne. Lakini Yesu alikufa ndani ya masaa machache. Yesu hakukaa pale siku moja au siku mbili siku tatu, alikufa ndani ya masaa machache. Kwa nini Yesu alikufa ndani ya masaa machache wakati watu wengi walikuwa wakiuka pale msalabani walikuwa wanakaa kwa muda mrefu? Tunarudi nyuma kwamba kwa sababu mateso aliyoyapitia Yesu yalikuwa ni makali sana. Yesu asifiwe sana. Sisi tunaangalia alivyochukuliwa akapigiwa misumari pale kwenye msalaba. Yaani sisi ndio tunachoangalia pale kwamba yaani msumari ukapita hapa kwenye mkono na huku na kwenye mguu. Lakini walipokuwa akapitishia misumari, wale watu wakaweka pale juu, wale watu walikuwa nakaa siku ngapi? Siku tatu siku nne wanakuja kufa. Lakini huyu alishaanza kufa, yaani tuseme kama vile alishaanza kufa kuanzia ule usiku alipokuwa alipotolewa. Ule usiku alipotolewa, pale ndipo alipoanza kufa. Kwa sababu gani? Ya mateso aliyokuwa akiyapitia. Walimwekea taji ya miiba kichwani, afu wakana piga. Kwa hiyo tufikirie, hebu twende pamoja kwenye haya mateso ambayo Yesu aliyapitia, afu tuone tunajifunza kitu gani. Kwamba achukua taji ya miiba, na uzuri kwamba sisi tunakaa hapa Dodoma ambako ni nyika, miiba tunaifahamu. Kwa hiyo ile miiba ambayo unaifahamu, ile ambayo ni kama kidole hichi na vingine ni mirefu zaidi, hiyo miiba pia inapatikana kule mashariki ya kati, kwa sababu hali ya hewa zitofautiani sana. Kwa hiyo wakatengeneza ile taji ya miiba, afu wanakuwekea kichwani, sawa? Wakisha kuwekea kichwani, wanapiga hivi. Wanapiga. Na sio kwamba akasema jamani toeni hiyo taji ya miiba, kuna labda walitoa wameweka kichwani. Kwa hiyo wanapiga ili mpaka damu zikaanza kufanyaje? Damu zilianza kuchuruzika. Kwa damu za Yesu zimeanza kumwagika kabla hajafika msalabani. Lakini jambo lingine, Yesu akampiga makonde, akampiga ngumi manake. Akampiga makonde. Hawakwambii hizo ngumi zilimuumiza kiasi gani. Wakamwambia tu alipigwa makonde. Ushakupigwa makonde? Ushapigwa ngumi? Kwa hiyo kama alipigwa makonde, ina maana tayari Yesu lazima alianza kuvimba. Kwa sababu ukipigwa ngumi kama hivyo hivi, hamna hujavaa gloves, ina athari kubwa. Kwa alianza kupigwa makonde. Alipigwa makonde mangapi? Sijui, lakini alianza kupigwa makonde. Kwa hao makonde manake mwili wake ulianza kuchakazwa. Anataja miiba kichwani, anapigwa makonde. Unaona? Akatemewa mate. Mtu mashuhuri Yesu akatemewa mate. Manake ni nini? Wakamdharau. Leo hii mtu ukimtemea mtu mate, unapelekwa hata kwa ofisi za mtaa, amemtemea mate. Na sio tu ofisi za mtaa, unaweza kuwekwa kikao, amemtemea mate. Kwa nini ananitemea mate? Kwa nini? Yaani ni kesi kubwa, unanitemea mate, manake ni nini? Manake ni dharau. Kwa hiyo Yesu alifanyaje? Pia alidharauliwa, manake alikamtemea mate. Mtu mashuhuri aliyefanya miujiza mikubwa, mwana wa Mungu, mwana pekee wa Mungu, alitemewa mate, manake alidharauliwa. Lakini wamemshika usiku, wamempeleka mpaka muda ule wa asubuhi, sawa? Yesu alikuwa na muda wa kunywa chai au chakula cha asubuhi. So walimshika usiku wa manane, si ndio? Hakuwa na breakfast hapo, si ndio? Manake ina maana tayari kuanzia Yesu ule usiku, kama alikula chakula cha usiku ambacho alikuwa na wanafunzi, kile ndio ikawa chakula chake cha mwisho. Kwa hiyo usiku wote ule anapigwa makonde, anatemewa mate, anawekewa ile kitu chote mpaka asubuhi kumekucha. Hamna msosi hapa tumboni.
mpaka anapelekwa kwa Pilato, hamna kitu tumboni. Kwa hiyo bado na njaa alikuwa nayo tumboni, anateswa akiwa hajapewa chochote. Nakupa tu picha ya jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo kama damu ilikuwa inaenda kumtoka, pia lazima alipata dehydration, kiu. Unaelewa kitu hiyo? Mateso alikuwa anapata mwilini. Walipompeleka kwa Pilato, Pilato anajaribu kutafuta njia ya kumrescue, ya kumuokoa Yesu, kwa sababu kwa mtu mwingine yoyote angetaka kufanya hivyo, lakini Pilato hakujua kama mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba Yesu lazima afanyeje, lazima afe. Lakini tunajifunza nini hapa? Kwamba ile conscience tu ya kawaida ya Pilato, ambaye hakuwa hata anamcha Mungu, yani ile dhamiri tu aliyokuwa nayo ilimwambia kwamba huyu mtu hana hatia. Hiyo inamsafisha Yesu. Mke wa Pilato usiku amelala, ameota ndoto kwamba huyu mtu ni mwenye haki, mume wake asimguse kabisa. Maana yake wanajaribu kumsafisha Yesu kwamba huyu hana hatia yoyote, hastahili haya yote. Pilato akaamua kufanyaje? Kuwaridhisha wale wazee wa makuhani, kuwafurahisha. Akasema apigwe nini? Mijeledi. Kwa hiyo kupigwa mijeledi ilikuwa ni hatua ya Pilato kujaribu kutuliza tu zile hasira za wale wazee, kwamba yani tu kuwafurahisha tu, ili apigwe tu kiboko, alafu baada ya hapo mimi nimwache aondoke zake. Ndio ilikuwa nia yake. Sasa tuje kwenye kupigwa ile mijeledi. Kwa mujibu wa Agano la Kale ilivyo, wa kitabu cha Isaya, walivyo tabiri kuhusu Yesu kupigwa, ile adhabu ambayo alitabiri kule haijawahi kuwepo kipindiko cha Agano la Kale, haijawahi kuwepo. Lakini yule nabii alitabiri, lakini haijawahi kuwepo. Imekuja kuwepo wakati wa nini? Wa Warumi. Yesu alipokuwa akipigwa ile mijeledi, kama umeangalia ile movie ya The Passion of the Christ, kama unaweza kuangalia ile movie, inamhusu Yesu, inabidi uwe na nguvu ya kuweza kuiangalia. Ni movie nzuri sana, inakupa uhalisia, sio tu ile ya Yuda, inakupa uhalisia angalau uweze kuona jinsi gani ambavyo Yesu alipata mateso. Ile mijeledi, alipigwa mijeledi ya kawaida, afu mingine ilikuwa kule mbele wameweka mifupa, yani inakuwa kama ile ina kamba hivi, sawa? Kule mbele inakuwa ina kamba, alafu inakuwa kuna mifupa inakuwa kama mifupa, alafu pia kama ndoano. Umeelewa hicho kitu? Inakuwa ina ndoano. Kwa hiyo ikipigwa hivi, alafu anavuta, maana akipiga hivi inaenda inanasa kwenye nyama, kwa sababu alipokuwa anasulubiwa sio kwamba alikuwa amevaa nguo, walimvua nguo zote, alafu ndipo wakamweka anza, yani zile fimbo zinapita kwenye mwili, hazipiti kwenye nguo, zinapita kwenye mwili. Kwa hiyo akipiga ule mjeledi ambao mbele una zile ndoana kama za mifupa kama ndoana hivi, zinanasa kwenye nini? Kwenye mwili. Alafu akivuta inatoka na nyama. Unaelewa? Anapiga nyingine huko, walikuwa wawili, mmoja anapiga huko, mwingine anapiga huko. Anapiga nyingine huko, anavuta, inatoka na nyama. Anapiga nyingine huko, anavuta, inatoka na nyama. Kwa hiyo akapigwa hiyo mijeledi ya kutosha. Maana yake ni kwamba pale alipokuwepo penyewe, yaani mpaka hapo hajafika msalabani, tayari damu ishamwagika ya kutosha, kwa sababu tayari mwili wake tayari umeshafunuliwa, yani umeshafunuliwa. Ndio maana nikakupa mfano, nikasema mwanzoni kwamba Yesu hakuwa na matatizo ya kiafya, alikuwa mzima, alikuwa na afya tele nzuri kabisa, lakini alikufa ndani ya masaa machache. Hiyo ikuonyeshe mateso ambayo alifanyaje, aliyapitia. Kwa hiyo kapigwa ile mijeledi ambayo inamtoa nini? Inamtoa zile damu, inamtoa nyama, kwamba ikipiga akitoka hivi nyama, piga toka hivi nyama, piga toka hivi nyama, piga toka hivi nyama. Taji yake ya mimba iko hapo, makonde ameshakula na ngumi nyingi na mateso mengi, piga vya kutosha. Lakini baadaye Pilato ameshindwa kwa sababu ya sauti ya wale watu kwamba huyo mtu auawe. Yeye akanawa mikono, akasema mimi nanawa mikono, damu yake isiwe juu yangu, iwe juu yenu kama mlivyosema, na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mateso yote hayo, breakfast, mtu ana maumivu, damu zinamchuruzika,
akaambiwa abebe msalaba wake. Na ndio baadaye unasema mali fulani inasema kwamba akatokea mtu mwingine akamlazimisha amsaidie kubeba. Jiulize kwa nini walimlazimisha mtu mwingine amsaidie kubeba ule msalaba? Kwamba msaidie kubeba ule msalaba. Maana yake ni kwamba katika ndani ya masaa machache tu tayari mtu yuko hoi. Tayari mtu ameshateswa, yuko nyanga mpaka msalaba wake hawezi tena kubeba. Ndio maana yule Mkirene akafanyeje? Akalazimishwa kubeba ule msalaba. Kwamba beba huu msalaba. Akabeba ule msalaba mpaka kule Golgotha. Ndipo akampigia ile msumari, wakajaribu kumpa ile sifongo lakini akaikataa kuinywa. Na wataalamu wanasema kwamba ile ilikuwa ni kama painkiller. Ilikuwa kama painkillers. Kwamba ulikuwa ukinywa ili maumivu yapungue. Alipoionja akaikataa. Ilikuwa kama painkillers. Kwa alikuwa anampa kama painkillers. Kwamba kwa sababu ya mateso aliyokuwa ameyapata pale, jaribu kuchukua painkillers lakini akaikataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa it happened kwamba nilikuwa na hiyo movie nilikuwa nairudia tena, na nikaangalia yule director na mtunzi aliyefuatilia yote. Uzuri kwamba yeye ni Mkristo, na alichokuwa anafanya alikuwa anajaribu kudramatize kwa pili kwa mtazamo ili apate ile picture kwa ujumla wake. Anajaribu kudramatize ili aguse hisia kwamba tunapozungumzia kwamba Yesu tu kila Israeli usichukulie kawaida. Ndio maana nikasema pale awali kwamba Yesu ibidi afe. Kufa basi. Yaani kwa nini apitie mateso yote haya? Yaani tu si afe tu basi. Lakini kwa nini the trouble ya yeye kupitia mateso, ile agony ya pale kwenye kwenye Getsemane, ya damu yanatoka. Alishaona yale mateso atakayoenda kuyapitia. Siku za leo watu ambao wanakaribia mtu ashajua kama anakaribia, wanakuwa kama mtu ameokoka anakuwa anakaribia kufa. Kwa hiyo nashukuru sana. Alafu baada kwa sababu anaona kifo kiko hapa, alichokuwa anakiona hakuwa anaona kifo tu, alikuwa anaona ule mchakato wa yote mpaka aende akafe. Na kama kila mtu angekuwa anaona kwamba kabla sijakufa nitafanywa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, ungekuwa na msiba mkubwa zaidi kuliko hata wale ambao unawaacha, kwa sababu unaona mateso utakayopitia mpaka nikakutia kile kifo. Yaani unakuwa unatamani basi sinifike tu pale kwenye kifo, sinifike tu kule, yaani mbona mbali sana. Kwa hiyo Yesu kuanzia ule usiku wa manane alipokuwa kwenye yale maombi, anaomba mara 3 mara ngapi? Bwana, hichi kikombe hebu niepushie basi, lakini mapenzi yako yatimizwe. Hichi kikombe niepushie, lakini mapenzi yako yatimizwe. Maana yake ni kwamba alikuwa ameshaona kwamba hichi kikombe linaaibishwa, mimi mtu mashuhuri, navuliwa nguo, mimi mtu mashuhuri, mwili wangu wote unakuwa wazi, madonda yote wanachapa, mimi mtu mashuhuri, wananipiga makonde, mimi mtu mashuhuri, wananitemea mate, mimi mtu mashuhuri, wananiwekea taji ya miiba na kunidhihaki, mimi mtu mashuhuri wa kupelekwa huku na kule, mimi mtu mashuhuri. Unaona? Alafu mtu mashuhuri beba msalaba wako, msalaba leo unamshinda, lakini baadaye anakuja anagonga msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukasome Isaya 53. Kuanzia mstari wa kwanza. Isaya 53 kuanzia mstari wa kwanza. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, ni kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Mstari wa 3. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu.
lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya watu wangu, wakamfanyia kaburi na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanyika mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile picture ambayo nilikuwa nataka tuijenge kwenye kichwa vyetu kwa habari ya mateso ya Yesu, hapa ndipo sasa nataka tuangalie tumefikia, tuielewe yote haya kumbe yalitokea kwa sababu gani. Kwamba kumbe haya yote hakutokea kwa bahati mbaya, kwamba tu kama tu nasibu imejikuta kwamba Yesu bahati mbaya akaangukia mikononi mwa watesaji. Bahati mbaya tu akajikuta ameangukia mikononi mwa Pilato. Kumbe haikuwa bahati mbaya. Lakini la msingi zaidi, hebu tuangalie kwamba kumbe kuteswa na kufa kwa Yesu kulikuwa kuna maana kwa ajili ya maisha yetu. Na maana hiyo anasema kwamba, ukiangalia mstari wa 3 anasema alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Kwa hiyo Yesu alidharauliwa. Tumesema pale Yesu alidharauliwa. Walimtemea mate, wakamdhihaki na kadhalika. Lakini pia alikataliwa na watu. Watu walimsaliti, wakamuuza, Yuda akamuuza kwa vipande 30, na wengine wote akamkimbia. Unaona? Akakataliwa na watu. Anasema mtu wa huzuni nyingi. Alikuwa ni mtu wa huzuni nyingi. Kwa hiyo huzuni yake alisema, nina huzuni karibu na kufa. Kaeni hapa muombe pamoja nami, nina huzuni karibu na kufa. Kwa hiyo huzuni aliyokuwa nayo Yesu ni huzuni ya kukaribia kumuua, yaani huzuni ya kufa. Na mtu ambaye anajua sikitiko, kwamba Yesu anajua sikitiko. Kwa hiyo sio tu huzuni ya kukaribia kufa, lakini pia sikitiko alikuwa pia analifahamu. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa. Tena neno kwa dharauliwa tena linarudi tena. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika, angalia mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Kwa hiyo kumbe Yesu sikitiko aliyokuwa nalo, huzuni alizokuwa nazo, ameyachukua masikitiko yetu, amechukua huzuni zetu. Amechukua masikitiko yetu, amechukua huzuni zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 5 anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Kwa hiyo Yesu amechukua sio tu dhambi zetu, lakini pia zile huzuni ambazo ni matokeo ya dhambi, huzuni na masikitiko, pia Yesu aliyabeba, akayachukua, akaenda nayo. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa hili andiko hapa linamaanisha kupona kwa aina mbili. Yesu alisema alikuja
ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake ya kwanza ni kwamba tumepokea ule uzima wa milele, kwamba kwa kupitia Yesu, kwa kumwamini Yesu, kwa mateso aliyoyapitia, kwamba Bwana, tunakuamini kwamba wewe ni Bwana wetu. Kwa kupigwa kwako sisi tumepona, maana tunapokea ule uzima wa milele ambao tutaupokea baadaye siku ya mwisho atakapokuwa amekuja. Lakini akasema pia muwe na uzima na kisha muwe nao tele. Uzima sasa hivi katika maisha haya ya sasa, na uzima katika maisha yajayo. Uzima wa milele katika maisha yale yajayo. Lakini uzima wa sasa maana yake ni kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi pia tumepokea uzima katika maisha haya ya sasa. Ndio maana uzima huu tulionao ni kwa habari ya magonjwa. Uzima huu tulionao ni kwa habari ya huzuni na masikitiko. Kwenye tafsiri nyingine ya Kiingereza anasema kwamba alichukua madhaifu yote akapeleka msalabani. Madhaifu yote. Madhaifu yote manake Yesu hakubakiza kitu. Yesu hakubakiza kitu chochote ambacho hakuna nacho pale msalabani. Ndio maana anaposema ni mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Manake ni kwamba hakuna masikitiko ambayo wewe unayo kwamba Yesu yeye hakuyabeba kuyapeleka msalabani. Hakuna masikitiko ambayo wewe unayo ambayo Yesu hawezi kuyashughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna masikitiko, hakuna huzuni ambayo wewe unayo inaweza kusababisha kwamba Yesu ashindwe kuishughulikia, ukaamua kufanya kama Yuda, kuchukua kitanzi, hii ngoja niishughulikie kwa kutumia kitanzi. Hakuna. Ngoja niishughulikie kwa kulipiza kisasi. Hakuna. Anasema mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akachukua yale masikitiko yote. Kwa maneno mengine, Yesu alimaliza ile kazi pale msalabani. Tunapoipaka tunasema yote alimaliza, yote alimaliza pale msalabani. Tumaanishe kwamba kweli Yesu alimaliza yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alimaliza yote. Hakubakiza laana za ukoo. Yesu hakubakiza magonjwa ya ukoo. Yesu hakubakiza huzuni za ukoo. Yesu hakubakiza kwenye ukoo wetu wakati tunajinyonga. Unaelewa hicho kitu? Yesu hakubakiza kwenye ukoo wetu sisi ni maskini. Mtu wa sikitiko, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, alichukua vyote akapeleka msalabani. Maana yake sisi tunapomwamini Yesu tunakuwa huru kweli kweli. Nasema mkimwamini mwana atawaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Maana yake ni kwamba anavyozungumzia ule uhuru wa kuwa kweli kweli, huo uhuru sio tu kwenye kwamba dhambi tu tumewekwa huru dhidi ya dhambi, lakini tunawekwa huru pia dhidi ya matokeo ya dhambi. Ndio maana anasema kwamba lile hekalu la pazia la hekalu likafanyaje? Likapasuka. Maana yake ni kwamba mara ya kwanza walikuwa hawana uwezo wa kumwendea Mungu. Kulikuwa kuna kiambaza. Lakini kile kiambaza kimetolewa kwa sababu Yesu kafa, amefufuka. Kile kiambaza kimetolewa. Kwa sababu kiambaza kimetolewa, maana yake sisi tunapata uwezo wa kumwendea Mungu. Hatuhitaji tena kwamba tuwe na kiambaza pale kwamba tushindwe kumfikia Baba. Tushindwe kumfikia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kupitia Bwana wetu Yesu Kristo tunaweza kumfikia Baba yake kwa sababu kiambaza hakipo. Kwa hiyo kama tunaweza kumfikia Baba yake, ndio maana Yesu akasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, ombeni neno lolote nanyi Baba yangu wa mbinguni atawafanyia. Ombeni neno lolote. Maana jambo la kwanza ni ushirika baina yetu sisi na Yesu. Tukiwa na ushirika baina yetu sisi na Yesu, Yesu anatuambia ombeni neno lolote nami nitawafanyia. Jambo la kwanza, ushirika na nani? Na Yesu. Jambo la pili, kwa sababu una ushirika na mimi, omba lolote basi Baba atawafanyia. Kwa hiyo sasa kwa sababu kazi ya Yesu iliisha pale msalabani, sisi hatuna haja tena
ya kuendelea kusumbuka na chochote kile, kwa sababu kama tuna ushirika na Yesu, si tunamwendea Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na Yesu ametuambia kwamba je, mna ushirika na mimi? Ombeni Baba, jambo lote atawaambia, atawapatia. Hata huyu Roho Mtakatifu mkimwomba Baba atawapatia, kwa sababu Yesu pia anajua uzuri zetu. Kwenye Waebrania sura ya 5, nje tufungue pale, alafu andaa kama una swali. Waebrania sura ya 5. Tafutali andiko anasema anaweza kuchukuliana nasi. Ni 15. Sura ya 4 mstari wa 15 anasema, Waebrania 4 sura ya 15, Waebrania 4 mstari wa 15, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwanza mstari wa 14 anasema, basi wapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hiyo andiko hili lilikuwa pia na mwandishi wa Ibrania anajaribu kutukumbusha pia kwamba Yesu kama kuhani mkuu, na kitabu cha Ibrania kimemwelezea Yesu kwa kina ile dhabihu ambayo alitoa kwa ajili yetu sisi, kwamba Yesu yeye, wale makuhani wa zamani walikuwa wanatoa dhabihu za wanyama, walikuwa wanatoa kwa ajili yao wenyewe, lakini pia kwa ajili ya watu wengine. Lakini hapa tunamwona Yesu, yeye sio kwamba alitoa dhabihu za wanyama, sasa yeye ndiye akawa dhabihu, kwa maana akajitoa mwenyewe kuwa dhabihu. Na tumefafanua mateso aliyoyapitia hapo mwanzoni, kwamba jinsi ambavyo mateso aliyapitia magumu, lakini kumbe alikuwa anajitoa yeye kwa mimi ndio dhabihu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hawa watu. Sasa anasema hapa kwenye Ibrania, huyu Yesu ambaye ni kuhani mkuu anajua kuchukuliana na sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu na yeye alikuwa mwanadamu, lakini sio tu kama alikuwa mwanadamu, na yeye pia alijaribiwa katika yote, lakini hakufanya dhambi. Kwa hiyo kama Yesu alijua kama wanadamu kuna masikitiko, alijua kama wanadamu kuna huzuni, alijua kama wanadamu kuna mateso. Kwa hiyo tukimwendea ama tukiashika maungamo yetu, ama tunapomwendea yeye au tunapomwendea Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia Kristo, maana yake ni kwamba Yesu anakuwa anaelewa. Yaani Yesu anakuelewa, yani wewe. Sisi tunaweza tusikuelewe. Naelewa hicho kitu eh? Yaani sisi tunaweza tusikuelewe wewe, ama jirani yako anaweza asikuelewe, lakini Yesu ukimwendea yeye anakuelewa, kwa sababu na yeye alikuwa mwanadamu. Kwa hiyo iwe ni huzuni, Yesu anakuelewa. Iwe ni masikitiko, Yesu anakuelewa. Iwe ni maumivu, Yesu anakuelewa. Iwe ni kukataliwa na watu, iwe ni kukataliwa, iwe ni kusalitiwa. Yaani sisi utamwambia nini ambacho Yesu yeye hakielewi? Yesu asifiwe sana. Si kama tunaelewana hapa hivi. Mateso ya Yesu yote mpaka kusulubiwa kwake
iwe ya watu wamenidharau, Yesu ashakudharauliwa na anaelewa. Kwa hiyo ukimwendea anakuelewa na anaweza akakusaidia. Alidharauliwa, alisalitiwa, unaona, alipitia mateso, alikuwa mtu wa huzuni. Na nimesema huzuni aliyokuwa nayo, Yesu anasema na huzuni ya karibia ya kufa, na huzuni karibia ya kufa. Na Isaya anatuambia mtu wa nini? Mtu wa huzuni nyingi, mtu wa huzuni nyingi, unaona, ajuaye sikitiko. Kwa hiyo yote hayo Yesu anayafahamu. Kwa hiyo kusulubiwa kwa Yesu, tunapojifunza leo kusulubiwa kwa Yesu, hatujifunzi kama tu ni story kwamba kweli Bwana Yesu alisulubiwa, akachubuliwa, damu zake zikamwagika sana na akafa ndani ya masaa machache. Ilipaswa afya baada ya siku 4 hivi, lakini alikufa ndani ya masaa machache kwa sababu ya mateso makali aliyopitia. Na alikuwa na afya nzuri njema, hakuwa na afya mgogoro, lakini kwa sababu ya mateso, yani mateso yalimuua ndani ya masaa machache akafa. Angekuwa hajateswa vile, angekaa msalabani muda mrefu, lakini kwa sababu ya mateso makali. Je, mateso yao makali yanamaanisha nini kwetu? Yanamaanisha kwamba Yesu alichukua kila kitu. Yesu akabeba kila kitu msalabani ili kwamba sisi tupone, sisi tuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo ndugu mpendwa, napenda nikutie moyo. Na hapa anasema kwamba kuishi kweli, anasema tafakari kuhusu kina cha dhabihu ya Yesu alipokufa kwa ajili ya dhambi zako, na ujitahidi kujishughulisha kuwashirikisha ujumbe huu wanafamilia, marafiki na wote wanaohitaji wokovu. Sasa anasema tafakari kwa kina. Ndio maana tukajaribu kutafakari kwa kina yale mateso ya Yesu. Wakati mwingine huwa tuchukui muda kutafakari kwa kina. Inawezekana ukamkuta mtu, ushakumkuta mtu apigwa ngeo na damu zinatoka kidogo hivi, unataka hata kumwangalia, unaangalia pembeni, si ndio? Nakumbuka nishai kumuona mtu akiwa amejeruhiwa hivi akiwa mdogo, nadhani sikula nyama mwezi, kitu kama hicho. Sikula nyama mwezi mzima. Kila nilipotaka kula nyama nakumbuka ile ngeo ile jamaa, kwamba nakula ile nyama ile. Nilikuwa bado mdogo, lakini nakumbuka kitu mpaka leo kwamba nilimuona mtu akawa amejeruhiwa hivi na nikashindwa kula nyama kama mwezi. Kila nitaka kula nyama nakumbuka ile jeraha. Sasa tufikirie sasa, huyu mtu amepigwa ngeo kidogo, na kwanza mara nyingi sio kila mtu anaweza akamuona mtu alipigwa hivi. Mwingine akimuona mtu kapigwa yuko nyanga, jambo la kwanza tumbo lake linaunguruma, anatapika. Unaona? Mwingine atakwenda kutembelea maliwato. Kwa sababu gani? Yaani mtu amechakazwa, yaani asome mfanya kitu kibaya, yaani yuko nyanga. Mpaka tumbo linashindwa kufanya, linashindwa kuhimili. Anakwenda kutapika na vitu vingine. Maana yake ni nini? Sasa hebu tutafakari kwa kina kuhusu Yesu. Tukiona watu wa kawaida ambao tunawaona, tunashindwa hata kuhimili, hata kula tunashindwa kula. Nataka kula tunakumbuka yale zile damu zilizoziona kule. Sasa Yesu yeye alipitia zaidi hayo. Alipitia zaidi ya hayo, kwamba mwili wake umechubuka, damu zinatiririka, ameaibishwa, mtu mashuhuri huyu, lakini yuko uchi, anatembea, anapelekwa msalabani. Lakini yote hayo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu amefanyaje? Ana dhambi, ili mtu huyo animkomboe. Kwa jambo la kwanza, tunapotafakari kwa kina, itufanye sisi kushika maungamo yetu, itufanye sisi kushika huo wokovu wetu, kwamba sisi lazima tuwe watu ambao wokovu tulionao ni wokovu wa thamani. Kama ni wokovu wa thamani, maana yake ni kwamba hakuna sikitiko, hakuna huzuni, hakuna mateso, hakuna dhiki, hakuna adha ambayo inatupasa, ambayo ina uwezo wa kututenga sisi na Kristo. Ndio Mtume Paulo akasema, ni kitu gani cha kunitenga na Kristo? Kwa sababu alifikia kusema hivyo kwa sababu yeye alikaa katafakari kwa kina kwamba dhabihu ya Yesu Kristo aliyoitoa, hakuna kitu ambacho kitafanya yeye kimtenge na Kristo. Kwa hiyo tukikaa tukatafakari tu yale mateso ya Yesu, inawezekana vile vitu vingine vidogo vidogo vile ambavyo vinakusumbua vile utavishughulikia na kuviweka kando, kwa sababu utagundua kwamba Yesu alipokufa msalabani, alipoteswa, akapitia ile mateso, aliteswa kumbe kwa sababu ya mimi hapa. Alikuwa na sikitiko na huzuni mpaka damu zinatoka hivi kwa sababu ya mimi hapa. Alidharauliwa kwa yote yale kwa sababu ya mimi hapa. Kwa kumbe mimi ni mtu wa thamani, inabidi nionyeshe hiyo thamani yangu kwa Kristo. Nisifanye mambo ya lele mama, nisifanye mchezo. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu kuna mtu alikufia msalabani. Hakutoa ng'ombe, alikufa msalabani kwa ajili yako. Lakini jambo la pili tunapotafakari kwa kina, maana yake ni kwamba ndipo tugundue pia kwamba kuna watu pia wanatakiwa kufanyaje, kupewa hiyo habari ya nini, ya Injili, kwamba jamani, Yesu alikufia, usipotee dhambini, pokea Yesu leo ili uwe huru. Lakini pia kuna wengine pia ambao pia wanaendelea kupitia kwenye nini, kwenye mateso mbalimbali. Ujue kuna watu ukinadili, ukizungumza na watu ndipo utagundua kama kuna watu wanapitia mambo magumu. Yaani wanasema ni just casual people, casual talk. Mimi nimesafiri mara kadhaa kwenye hizi SGR, mimi niko kimya tu, lakini baadaye mtu anaanza kuzungumza, unataka anza kumwengenya neno la Mungu, unakuja kugundua huyo mtu anapitia mambo mengi ambayo kuna watu wanapitia mambo kama haya. Unampa neno la Mungu safari. Unaona? Lakini wakati mwingine tukijisahau kama tuko sisi wenyewe hapa tunafurahia, tunaimba na kadhalika, tunasahau kwamba kuna watu inabidi pia wapewe nini, Injili. Tunasahau kwamba kuna watu bado wanapitia hayo masikitiko, hizo huzuni ambazo zinapelekea paka wanajinyonga, wanajiua. Kumbe ni sikitiko ambalo hilo sikitiko angelipeleka kwa Kristo lingemalizwa na huyo mtu angekuwa nini, angekuwa mzima. Kwa kumbe pia kuna umuhimu wa kuwapelekea watu hawa Injili. Tuwahubirie watu Injili. Kwa sababu gani? Yale masikitiko walionayo, huzuni walizonazo, mateso walionayo na magonjwa wanayosumbuka nayo, Yesu aliyachukua akapeleka msalabani. Kwa hiyo sisi tunawapa habari njema, bwana, unasumbuka na ugonjwa huo ugonjwa bwana Yesu ashapeleka msalabani. Unasumbuka nao wa nini? Mletee Yesu. Unasumbuka na nini? Sio tunahangaika nahangaika kutoa laana za ukoo. Kila siku nipo kwenye vituo vya maombezi, au unaenda kasi kwa kina fulani, au kuna Kalumanzila kwa tunaendelea kwa ajili ya kuna nini laana za ukoo. Unaambia hapana, yuko Yesu. Amechukua yote hayo, amekutenga wewe na nini? Na DNA ya kidunia. Yesu asifiwe sana.